kwanza kabisa na muktasari wa habari za ulimwengu na David Nkia. Karibu David. Asante Halima, bila shaka hujambo msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo mapya na Iran yataanza Jumatatu kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kukomesha malengo ya Tehran ya nyuklia. Siku ya Jumamosi, Trump alitoa amri ya kusimamisha mashambulizi ya anga yaliyopangwa kufanywa, akisema uamuzi wake ulifuatia ombi la Iran. Tehran hata hivyo imetupilia mbali madai yake. Ni hivi punde zaidi katika muundo wa matangazo wakati wa mzozo wa miezi mitano ambao umeshuhudia rais wa Marekani akisitisha mashambulizi makubwa na kisha kuyasimamisha au kufanya mashambulizi madogo. Hapo awali Iran ilisema kwamba ilikuwa karibu na makubaliano na Oman juu ya kusimamia mlango bahari wa Hormuz. Nchi hizo mbili zinadhibiti kila upande wa njia hiyo muhimu ya maji. Nchini Pakistan, mshambuliaji wa kujitoa mhanga amewaua watu wengine 14 katika kituo cha polisi katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa. Maafisa wamesema shambulio hilo lilitokea katika mji wa Kabul kwenye bonde la Swat, ambapo mamia ya watu walikuwa wakifanya mkutano wa kupinga ongezeko la mashambulio ya wanamgambo wa eneo hilo. Takriban maafisa wa polisi 6 walikuwa miongoni mwa waliofariki na wengine 18 walijeruhiwa. Afisa wa polisi wa wilaya ya Swat, Mohamed Umar Khan, alitoa taarifa hiyo. Katika tukio hili kuna maafisa wa polisi waliofariki na wengine waliojeruhiwa pamoja na raia. Usalama wa ngome za polisi na mitambo yetu yote katika eneo hilo umeimarishwa na kuwekwa katika hali ya tahadhari ya juu. Hatutaruhusu mtu yeyote kuvuka mipaka ya maeneo hayo yanayolindwa. Kundi la kutetea haki za binadamu nchini Sudan linasema watu 35 wameuawa katika shambulio la ndege zisizo na rubani lililofanywa na jeshi la Sudan kwenye kikao cha mahakama ya jadi katika eneo la Darfur Magharibi. Makumi ya wengine wameripotiwa kujeruhiwa vibaya. Kundi la wanasheria wa dharura ambalo hufuatilia ghasia dhidi ya raia limesema shambulio hilo lilitokea katika kijiji kinachodhibitiwa na wanajeshi wa RSF. Hii inakuja siku chache baada ya RSF kupoteza udhibiti wa barabara kuu kati ya Khartoum na mji unaozingirwa wa El Obeid katika jimbo la jirani la Kordofan. Na tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa Richter 5.4 limetokea karibu na mji wa Suez nchini Misri. Kituo cha Ujerumani cha utafiti wa sayansi ya ardhi GFZ kimesema tetemeko hilo limetokea ndani ya umbali wa kilomita 10. Waandishi wa habari katika mji mkuu wa Misri, Cairo, wamesema walihisi mitetemo mikubwa. Hakuna ripoti za uharibifu au majeruhi kufikia sasa. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na David Nkia. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio Kwizera, CJFM na Abudu FM. Kenya tunasikika kupitia Mwanedu FM, Nyota FM na Kanto FM. Uganda ni Radio Muhabura, Radio Chitara, Radio Lira na Karamoja FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake imesimamisha kwa muda mashambulio mapya dhidi ya Iran ili kutoa nafasi ya kufikiwa kwa makubaliano yatakayositisha azma ya Iran ya kuwa na silaha za nyuklia na kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Shirika rasmi la habari la Iran limeripoti kwamba mazungumzo kati ya utawala wa Tehran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yalikuwa katika hatua ya mwisho, likimnukuu waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Rais Trump amekuwa akitoa mara kwa mara vitisho vya kuongeza mashambulizi dhidi ya Iran yaliyoanzishwa pamoja na Israel mwishoni mwa Februari, lakini baadaye kuongeza muda wa mazungumzo. Hadi sasa mazungumzo hayo hayajafikia makubaliano ya kina na ya kudumu. Niliomba kufanya hivyo na Saudi Arabia, ufalme wa milki za Kiarabu, Qatar na Iran. Tulikuwa tayari kabisa kuanzisha shambulio hivi sasa, muda kama huu, na lingekuwa shambulio kubwa sana. Tulikuwa tayari kuanza, lakini washirika wako wanapokuomba usitishe, basi inabidi useme, hebu tuone kwanza. Na sababu walioitoa ni kwamba nafikiri kuna makubaliano kuhusu Hormuz, na kisha kutakuwa na makubaliano kuhusu suala la nyuklia, au unaweza kusema kuondolewa kwa silaha za nyuklia nchini Iran.
Mimi nimetoa wito wa kuondolewa kwa silaha zote za nyuklia nchini Iran. I call it the denuclearization of Iran. Hatua ya Rais Trump ya kuonekana kupunguza mvutano baada ya siku kadhaa za vitisho na mashambulizi mapya kutoka pande zote mbili ilikuwa sura nyingine mpya katika vita hivyo. Mashambulizi yameenea kutoka eneo la Ghuba ya Uajemi hadi bahari ya Sham na hata kufikia kituo kimoja katika bahari ya Mediterranean nchini Misri. We're holding it. Kwa hivyo tunalisitisha kwa sasa, tutaona kitakachotokea. Tunaweza kufanya hivyo wakati wowote tutakapotaka, lakini tuliombwa na pande tatu kuu. Pia tuliombwa na Iran kwa msisitizo mkubwa sana. Walisema wangependa kuafikia makubaliano. Unajua, sijui hasa wanamaanisha nini, kwa sababu mara nyingi wananiambia hivyo alafu baadaye wanaenda kusema hata sijui anachokizungumzia. Ni wazi kwamba hawataki kushambuliwa na walijua ukubwa wa shambulio lilokuwa limepangwa kwa sababu waliona maandalizi yake yakifanyika. Ni Rais wa Marekani Donald Trump. Takriban watu 14 wamefariki dunia na wengine 18 kujeruhiwa baada ya shambulio la bomu la kujitoa mhanga karibu na kituo cha polisi katika eneo la Kabul wilayani Swat kaskazini magharibi mwa Pakistan. Mlipuko huo ulitokea siku ya Jumapili nje kidogo ya kituo cha polisi wakati hali ya usalama nchini humo ikiendelea kuzorota kutokana na ongezeko la mashambulizi ya wanamgambo. Martha Saranga na maelezo zaidi. Maafisa wa polisi wanasema waliouawa ni pamoja na maafisa wa polisi 5 na raia 8. Mtu wa 14 anaaminika kuwa ndiye mshambuliaji aliyejilipua kwa bomu. Kwa mujibu wa idara ya polisi, uchunguzi umeanzishwa na operesheni inaendelea kuwatafuta watu wote wanaoshukiwa kuhusika na kupanga au kusaidia shambulio hilo la kikatili. Haijafahamika mara moja ikiwa walengwa wa shambulio hilo walikuwa maafisa wa polisi au mkutano wa wananchi waliokuwa wamekusanyika katika maandamano ya kuonesha uungaji mkono kwa polisi yaliyokuwa yanafanyika karibu na eneo hilo. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema amesikitishwa sana na tukio hilo na kutoa salamu zake za rambirambi kwa familia za waliopoteza wapendwa wao. Naye Rais Asif al-Zardar amelaani vikali shambulio hilo akisema magaidi hawatafanikiwa kuvuruga amani, umoja wa taifa wala mamlaka ya serikali ya nchi hiyo. Pia ameagiza waliojeruhiwa wapatiwe matibabu bora huku akitaka uchunguzi wa kina ufanyike na wahusika wafikishwe mbele ya sheria. Katika miezi ya hivi karibuni, mashambulizi ya wanamgambo yameongezeka kwa kiasi kikubwa katika maeneo ya mpakani mwa Pakistan yakilenga hasa vikosi vya usalama. Serikali ya Pakistan imekuwa ikishutumu serikali ya Taliban nchini Afghanistan kwa kuwapa hifadhi au msaada wa wapiganaji hao, madai ambayo Taliban wameendelea kuyakanusha. Taarifa yake ya Martha Saranga. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kuwa taifa lake na serikali yake imefanya kila juhudi ili kurejesha mahusiano yake na nchi jirani ya Rwanda, lakini utawala wa Kigali umekuwa ukisita na kutotekeleza maafikiano yao. Ndayishimiye amekiri kuwa Burundi haikuwa na nia yoyote ya kuingilia kati masuala ya ndani ya Rwanda ama nchi nyingine yoyote, ila inataka kuheshimika kama taifa huru. Amesema Burundi itaendelea kuchangia juhudi za kupatikana kwa amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu wa idhaa ya Maziwa Makuu Gahuza Siriak Muhawenaye amezungumza na Rais Ndayishimiye. Wanyarwanda na Warundi hawana tatizo lolote kati yao. Tatizo liko kwa viongozi. Wakati wowote ninapokutana naye namuuliza swali moja: bado nasubiri utekeleze yale tuliyokubaliana. Chochote utakachochagua ndicho tutachokubali. Ukichagua vita, tunaenda vitani, au kama unataka amani, tutakuwa na amani. Hata nilimuuliza ni nini Burundi inaweza kuwapa ili watupe amani, lakini hawajawahi kunipa jibu. Rwanda imetia saini mkataba wa amani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaolenga kumaliza mzozo huo. Hata hivyo, mapigano yanaendelea. Kwa maoni yako, nini zaidi kinachohitajika kufanyika ili kuhakikisha mkataba huo unatekelezwa, ikizingatiwa kuwa Burundi pia ina wanajeshi mashariki mwa DRC? Kumekuwa na michakato miwili tofauti.
Mmoja ni kati ya watu wa Kongo wenyewe na mwingine ni kati ya serikali za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo leo kuhusu mchakato wa Rwanda na Jamhuri ya Kongo, nimepokea tu ujumbe kutoka kwa rais wa Kongo akiniarifu kuhusu utekelezaji wa sehemu yao ya mkataba. Kutokana na kile nilichokisikia, wanapiga hatua nzuri sana. Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa inasema FDLR inashirikiana kwa karibu na wanajeshi wa Burundi. Rwanda inajua vizuri sana kwamba hatujawahi kufanya kazi na FDLR. Lakini baadhi ya watu wamedai kuwa walikuja Burundi kwa mafunzo ya kijeshi. Kila wakati tulipowakamata wanachama wa FDLR, tuliwakabidhi kwa serikali ya Rwanda. Wakati jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki lilipowekwa kwa mara ya kwanza nchini Kongo, Rwanda ilikuwa ikisimamia huduma ya ujasusi. Kwa hivyo nilimwambia Rais Paul Kagame, sasa kwa kuwa wanajeshi wako wanazungumza na wetu, watuambie mahali ambapo wanachama wa FDLR wako. Ikiwa hatutawatambulisha, utasema kuwa tunawasaidia. Lakini hawakuonyesha wanajeshi wetu mahali ambapo wapiganaji wa FDLR walikuwa. Sasa tunaelewa FDLR iko Ituri. Hakuna wanajeshi wa Burundi huko. Wengine wako katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 na Rwanda. Kwa hivyo wakati Rwanda inapowashutumu wanajeshi wa Kongo kwa kufanya kazi na FDLR, wanasema pia kwa sababu wanajeshi wa Burundi wanafanya kazi na wanajeshi wa Kongo. Hiyo inamaanisha kwamba wao pia wanafanya kazi na FDLR. Nam ni rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kama alivyozungumza na mwandishi wa BBC Gahuza Siriake Mhowenayo. Na sasa basi ni habari za michezo na Robert Kipto tena. Michezo ya Jumuiya ya Madola ya mwaka huu yamekamilika jana usiku katika mji wa Glasgow nchini Scotland. Australia iliongoza jedwali la medali kwa kujinyakulia zaidi ya medali 160, ikifuatwa na England, Canada na India. Nigeria kwa upande wake nayo imeibuka kuwa nchi bora zaidi barani Afrika baada ya kushinda medali 24. Sherehe za kufunga michezo hiyo iliongozwa na bendi maarufu ya muziki wa rock kutoka Scotland, Simple Minds. Wasanii wengine waliotumbuiza ni pamoja na rapa wa Glasgow BMZ na mwimbaji wa Australia Delta Goddard. Mji wa Ahmedabad nchini India pia ulikabidhiwa rasmi bendera ya kuwa mwenyeji wa mashindano yajayo ya Jumuiya ya Madola yatakayofanyika mwaka 2030. Bondia wa Ireland Lee Reeves amelazwa hospitalini akiwa katika hali mbaya ya kiafya baada ya kutolewa ulingoni kwa machela kufuatia pambano lake mjini Dublin siku ya Jumamosi. Reeves alikuwa akipambana na Gary Cooley kuwania taji la shirikisho la mchezo wa masumbi la kimataifa BUI la Celtic Super Lightweight, lakini aliangushwa katika raundi ya 10. Baada ya pambano hilo, bondia huyo mwenye umri wa miaka 31 kutoka Limerick alikimbizwa hospitalini kwa matibabu. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili na waandaji wa pambano hilo, walisema kuwa Reeves yuko katika hali mbaya lakini imara. Na Gary Cooley amesema mawazo yake na maombi yako pamoja na Reeves na familia yake wakati huo mgumu. Katika mashindano ya soka ya kuwania kombe la taifa bingwa barani Afrika kwa kina dada yanayoendelea nchini Morocco, Mali ilijinyakulia alama 3 muhimu pale ilipoilaza Cape Verde kwa magoli 3-2. Ushindi huo ndio uliokuwa wa kwanza kwa Mali katika mashindano hayo. Katika mechi nyingine, Cameroon iliilaza Ghana kwa bao 1-0. Cameroon sasa inahitaji sare au ushindi katika mechi yao ya mwisho dhidi ya Cape Verde ili kufuzu kwa hatua ya muondoano. Hii leo wenyeji Morocco wanatoana jasho na Senegal, huku Kenya ikipepetana na Algeria. Chelsea imekamilisha usajili wa kiungo Valentina Bako kutoka kwa klabu ya Strasbourg kwa mkataba wa miaka 7. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 21 anakuwa mchezaji wa 6 kusajiliwa na Chelsea katika dirisha hili la majira ya joto. Bako ataungana moja kwa moja na kikosi cha Chelsea katika ziara yao ya maandalizi ya msimu mpya, huku the Blues wakitarajiwa kucheza dhidi ya Juventus ya Italia nchini Hong Kong siku ya Jumatano wiki hii. Chelsea haijaweka wazi kiwango cha fedha kilichotumia katika usajili huo. Na hiyo ndio michezo kwa sasa. Jina langu Robert Kipto.
Na msikilizaji, bado naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii, Rais Donald Trump asema Marekani imesitisha kwa muda mashambulizi mapya dhidi ya Iran ili kutoa nafasi ya kufikiwa makubaliano ya kuizuia Iran kuwa na silaha za nyuklia. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye asema serikali yake imefanya kila juhudi kurejesha mahusiano na nchi jirani ya Rwanda. Na ikiwa imebaki siku chache tu Zambia kufanya uchaguzi mkuu, rais anayetetea kiti chake Hakainde Hichilema anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa muungano wa vyama vya upinzani. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Zikiwa zimebaki siku 10 tu uchaguzi mkuu wa Zambia kufanyika, ambao umevutia na kufuatiliwa ndani na nje ya nchi hiyo, rais wa sasa Hakainde Hichilema anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa muungano wa vyama vya upinzani. Anayeongoza muungano huo ni Brian Mundubile, mwanasheria, mbunge na mgombea urais wa muungano wa upinzani. Mundubile alikuwa si mwanasiasa anayefahamika sana kitaifa. Hata hivyo, alichaguliwa kuunganisha upinzani uliokuwa umegawanyika, unaojumuisha masalia ya chama cha zamani tawala cha Patriotic Front pamoja na vyama vingine vidogo, hatua iliyomweka kama mpinzani mkuu wa rais Hakainde Hichilema. Katika kampeni zake, Mundubile amekuwa akivutia umati mkubwa wa watu kwenye mikutano ya hadhara. Ujumbe wake unajikita katika kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira na kile anachosema ni kutokuwepo kwa maboresho ya kutosha katika maisha kila siku ya mwananchi wa kawaida wa Zambia. Mwandishi wa BBC Ndingindaba Jona Buyoya amezungumza na Brian Mundubile. Kiwango kikubwa cha umasikini na sheria kandamizi zimefanya iwe vigumu kwa wananchi kuzungumza. Kwa hiyo tunachoshuhudia hivi sasa ni kwa watu kujihisi kwamba hawako huru na kupambania uhuru wao kwa mara ya pili, kwamba sheria kandamizi zinaminya uhuru wa wananchi. Mgombea huyu wa urais nchini Zambia kwa tiketi ya upinzani ameulizwa na BBC pia kwamba kwa nini anajiona mgombea sahihi wakati huu, licha ya kwamba alikuwa waziri katika serikali iliyotolewa na Wazambia kwa masuala yale yale ya tangu wakati ule wa uongozi wa chama chake. Imekuwaje sasa? Kwanza kabisa, tofauti ambayo nimeileta ni kwamba ninaipenda Zambia, ninawapenda wa Zambia. Ukiangalia ilani yetu imejikita kwa Wazambia, wanawake na vijana, kuanzia ngazi ya chini kabisa hadi katika mageuzi ya maendeleo ya sera zetu, ili kuweza kuwafanya vijana kwamba ndio msingi wa mabadiliko hayo. Akifafanua hoja yake ya kuipenda Zambia itatatua vipi shida za Wazambia, alisema haya. Ukifuatilia kwa makini, wakati ule tulishughulikia sheria mbaya. Tulianza kwa kuwekeza kwenye miundombinu. Kile ambacho tulikifanya, tulijikita kwenye kuwasaidia masikini, lakini sasa tunahitaji kuwekeza ili kuimarisha viwanda na kutengeneza ajira. Hiyo ndio namna ya kukabili umasikini. Na msikilizaji, ni mgombea wa urais huyo nchini Zambia kwa tiketi ya upinzani Brian Mundabile. Uganda imezindua sanamu ya kumbukumbu ya kaka mkubwa wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Jonathan Netanyahu. Jonathan aliuliwa wakati wa operesheni ya uokoaji wa mateka katika uwanja wa ndege wa Entebbe miaka 50 iliyopita. Katika uzinduzi huo, mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba amesema sanamu hiyo inaheshimu ujasiri wa Jonathan Netanyahu na huduma yake ya kujitolea. Zaidi na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim akiwa Kampala. Sanamu hiyo imejengwa nje ya jengo la zamani la abiria katika uwanja wa ndege wa Entebbe, mahali ambapo Jonathan Netanyahu aliuliwa wakati wa operesheni ya uokoaji mnamo Julai tarehe 4 mwaka 1976.
Sanamu hiyo imezinduliwa rasmi na mkuu wa majeshi nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, katika hafla ambayo pia ilihudhuriwa na ujumbe kutoka nchini Israel. Katika hotuba yake, Muhoozi amesema sanamu hiyo si tu ishara ya kumbukumbu kwa mwanajeshi huyo mmoja, bali pia ni ishara ya kuhifadhi historia na kutoa mfano wa kuvutia kwa vizazi vijavyo. Jonathan Netanyahu ndiye mwanajeshi pekee wa Israel aliyeuawa wakati wa operesheni hiyo katika uwanja wa Entebbe miaka 50 iliyopita. Operesheni hiyo ililenga kuwaokoa zaidi ya mateka 100 baada ya raia wawili wa Palestina na raia wawili wa Ujerumani kuteka nyara ndege ya shirika la ndege la Ufaransa iliyokuwa imeondoka uwanja wa Tel Aviv nchini Israel na kuielekeza katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe nchini Uganda mwaka 1976 wakati wa utawala wa rais wa zamani wa Uganda Idi Amin Dada. Takriban wanajeshi 45 wa Uganda pia waliuawa katika operesheni hiyo iliyodumu kwa muda wa chini ya dakika 90. Naam, ni taarifa yake Shuaib Ibrahim kutoka Kampala, Uganda. Msikilizaji, waweza kutuma ujumbe mfupi nasi tukausoma hewani kama anavyofanya hapa Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania. Unasema unashukuru na kupongeza BBC Swahili kwa matangazo mazuri na yenye utulivu mkubwa asubuhi hii ya leo. Mbaraka Moshi unasema Trump acha janja, kubali amani ya kweli. Nawe Frank Sababu ama Baba Neli wa Kigamboni unasema unapokea vizuri matangazo haya ya Amka na BBC. Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania unasema suluhisho pekee la vita ni mazungumzo ya amani. Na kama ulivyosikia basi katika habari yetu kuu, Marekani imesimamisha kwa muda mashambulizi mapya dhidi ya Iran ili kutoa nafasi ya kufikiwa kwa makubaliano yatakayositisha azma ya Irani ya kuwa na silaha za nyuklia na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Katika gumzo hii leo nimemuuliza Mubelwa Bandio, mchambuzi na mkazi wa Marekani, hatua hii ina maana gani katika mchakato wa kusaka ufumbuzi wa mzozo baina ya mataifa haya? Nafikiri hatua ya kwanza ni kwamba itawarejesha wote mezani na tunaweza tukakubaliana kwamba lengo la wote angalau wamekubaliana katika hilo. Hakuna anayeamini kwamba kwa sababu narejea katika meza ina maana kutokuwa na mapambano, lakini pia hakuna anayeamini pia kwamba hii ndio mwisho wa mpango ambao ulikuwepo pale awali. Lakini tunachoweza kusema ni kwamba angalau kuna matumaini kwamba hili linaweza ikaweka karibu kurejea katika makubaliano ambayo walikuwa nayo awali. Hapo uliposema kwamba hakuna anayeamini, sasa Irani inaweza kuamini vipi ahadi za Marekani na Israel baada ya historia ya makubaliano ya nyuma kuvunjika? Sasa hivi ni wakati ambao Irani haitakiwi na pengine inatakiwa ieleweke kama haitoiamini zaidi Marekani. Kwa mfano, sasa Marekani wanataka kufanya kazi ama wanataka kufanya mazungumzo na mtu ambaye walitamani kumuua pale awali na wamemuua baba yake pamoja na mkewe, na mzungumzia Ayatollah wa sasa. Lakini pia katika mashambulizi ambayo yametokea mara mbili zilizopita, walikuwa katikati ya mazungumzo na wale walikuwa wakihusika walikuwa wameshatoa taarifa kwamba mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo Irani haiwezi kumwamini Marekani, lakini pia tukubaliane kwamba si lazima waaminiane. Wanachotakiwa ni kuheshimu makubaliano ambayo wanakuwa wameafikia, kwa sababu tayari pande zote mbili zilisha saini makubaliano ama maelewano, memorandum of understanding. Hawataki kuaminiana kuhusiana na utendaji, wanatakiwa kuheshimiana. Kwa hiyo swala kwamba Irani hatomwamini Marekani hakitaki kuwa kigezo, kwa sababu hawataki kuaminiana ili mambo yaweze kufanya kazi. Nchi za Mashariki ya Kati kama vile Saudi Arabia, Qatar, Misri na Uturuki zina nafasi gani katika mzozo huu? Zina nafasi kubwa kwa sababu wao ndio pengine wanaweza kawa wahanga zaidi, kwa sababu Marekani haijalisha itafanya nini. Irani ameonyesha kwamba ana uwezo mkubwa wa kuhimili na ameshatimiza alichokuwa kikisema kwamba mara zote kutakapokuwa kunatokea mashambulizi ndani ya Irani kutoka kwa Marekani, Irani kwa sababu hana uwezo wa kushambulia Marekani kama ardhi, atashambulia sehemu ama milki zake katika maeneo yale. Na ndio maana tumeona hata uongozi wa Saudi Arabia umemuomba Donald Trump aweze kufuata swala la makubaliano na kusitisha mapambano, na wamejaribu kuwa sehemu ya huu mchakato wa mazungumzo, kwa sababu wanajua kwamba wanaathirika kwa kiasi gani wao kama majirani wenye maslahi ya nchi ya Marekani. Historia imeonyesha kuwa Mashariki ya Kati imekuwa na makubaliano mengi ya muda mfupi. Ni nini kinachothibitisha kwamba safari hii hali itakuwa ni tofauti?
Hakuna, na sidhani kama kuna anayeamini kwamba makubaliano yanaweza, kwa sababu ya msingi ambao umewekwa pale kwamba Israel na Marekani wamesema kwamba haijalishi Iran anataka kutumia nyuklia katika mfumo gani, wao hawataki. Lakini tunatambua kwamba Iran naye anafahamu kwamba ana haki kama nchi kuweza kuzalisha nishati kwa kutumia nyuklia, na wote tunaelewa pia kwamba hiki kinachotendeka sasa hivi ama haya ambayo yanaleta mzozo sasa hivi yasingefika hapo iwapo mkataba wa awali wa JCPOA usingevunjwa na Rais Donald Trump. Kwa hiyo haya makubaliano hakuna anayeamini kwamba anaweza kaenda mbali mpaka pale wote watakapoweza kukubaliana, kwa sababu ili Iran aseme kwamba ana uhakika na makubaliano yatakwenda kwa muda mrefu, ina maana itabidi atekeleze kile ambacho Marekani anataka, na kile ambacho Marekani anataka kwa kiasi kikubwa pia kinavunja haki ya kiutawala na maamuzi ya ndani ya nchi ya Iran, ambao nao wanaamini kwamba wana haki ya kuyafanya. Tunaona toka kutangazwa kwa mzozo huu, hali ya kiuchumi duniani tunasema kwamba inayumba, si nzuri. Sasa unadhani kutangazwa kusitishwa kwa mapigano na baada ya muda mapigano tena yanarudi, kunaweka vipi hali ya kiuchumi duniani? Kwanza niseme kwamba mapambano haya, mpango ambao taarifa tulizonazo hivi sasa ni kwamba mashambulizi yalipangwa kufanyika mwisho wa juma na kuhakikisha kwamba yanakamilika kabla ya Jumatatu ili kutoleta hofu katika soko la hisa. Kwa hiyo watu wanatambua hivi sasa, na Trump amekuwa akifanya hivi. Unaweza kurudi nyuma ukaangalia atatoa tishio juma ngapi, alafu atasema kwamba amesitisha upambanaji juma ngapi. Katika siku za wiki, siku za kazi za wiki, kulikuwa kuna aina fulani ya utulivu ukilinganisha na mwishoni mwa juma. Kwa hiyo wanatambua kwamba hata wakiamua kufanya mashambulizi wanataka kuyafanya lini ili kutosumbua, kuleta hofu katika soko la hisa ambao utasumbua uchumi. Kwa hiyo mpaka sasa tunatambua kwamba hata huku sitisho kunaweza kuwa kwa muda mfupi, lakini kitokeo kutokuwa kuna mapambano yanaweza kutokea katika wakati ambao hautotikisa soko la hisa, kwa sababu hata wao wametambua kwamba uchumi wa dunia wote unaathirika na hofu ambayo inakuwepo pale panapokuwa na mashambulizi. Hatima ya mzozo huu imebebwa na Marekani ama imebebwa na jumuiya ya kimataifa? Hatima ya mzozo huu umebebwa na sana nafikiri imebebwa na Marekani, kwa sababu ni Marekani ambaye kwanza anamuongoza Israel katika mashambulizi, licha ya kwamba tumepata taarifa kwamba Israel bado alikuwa hajapewa mashambulizi rasmi, lakini tumeambiwa katika option 3 ambazo alipewa ilikuwa ni pamoja na mashambulizi. Lakini jambo la pili ni kwamba ili hili lisitokee, basi pengine kungekuwa kuna changamoto ama kungekuwa kuna kusitishwa ama kungekuwa kuna kauli kutoka Umoja wa Mataifa ambao Marekani ana kura ya turufu, kwa hiyo haitoweza kwenda mbele. Lakini tatu, pia Umoja wa Mataifa na wenyewe pia meno yake kama vile imepungua, kwa sababu Marekani sasa amekata pesa anazoweza kusaidia, na ndizo pesa ambazo pengine zingeweza kusaidia kuleta amani. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba hatima yake hii imebebwa na Marekani, lakini sasa ama Marekani ni kivita au kisiasa, kwa sababu chochote kinachofanyika sasa hivi inaonekana kwamba wanajaribu kufanya wakamilishe kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula kwa nchi ya Marekani, lakini pia uchaguzi wa Israel ambao utafanyika Oktoba, na vita hivi vinaonekana kuwa tishio kwa viongozi wote wawili walioko madarakani. Nam ni mchambuzi huyo na mkazi wa Marekani Mubelwa Bandio akikamilisha gumzo lililomgusa Melo Supa wa Iringa, Tanzania. Anasema siku mzozo wa Mashariki ya Kati ukimalizika atasherehekea kumshukuru Mungu, maana hali ya maisha ni ngumu kwa sasa. Nawe Isaya Sambo unazungumzia uchaguzi wa Zambia, unasema wanasiasa hawakosi sababu. Anamzungumzia mgombea wa rais wa upinzani nchini Zambia. Msikilizaji, nawe pia unaweza ukatuma ujumbe wako nasi tukausoma hewani kama anavyofanya Beston Mnyama. Unasema na wasikiliza hapa Dar es Salaam, Tanzania. Masanja Kuyanja unasema nategea sikio amka na BBC. Kamoja Amri Mahwa wa Urambo, Tabora, unasema Mungu awape nguvu mataifa ambayo yanapitia nyakati ngumu za vita hivi sasa. Msikilizaji, amka na BBC iliyosimamiwa na David Nkya haina la ziada kwa sasa. Mitamboni alikuwa Sam Batenzi na mhariri ni Robert Kipto. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia ifikapo saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Nakumbuka tu matangazo haya pia unaweza kusikiliza tena katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. Huko utapata taarifa mbalimbali zikiambatana na picha, ikiwemo taarifa kuu kuhusiana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Kwa nini Irani inaficha hata sauti ya kiongozi wake? Mimi ni Halima Nyanza, kwa heri kwa sasa.